Shukuru Bwana na nitawasihi twende kwa Biblia zetu. Timotheo wa kwanza mlango wa 2, tutasoma kutoka mstari wa 1 hadi wa 7. Tutachangizana yale ambayo Bwana imempendeza kusikia, alafu I'll be out of your way. Timotheo wa 2 mlango wa 2 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 7. Nitasoma. Basi kabla ya mambo yote, na nawasihi msiniangalie angalia Biblia yako. Ndio maana nimekuambia kile kifungu tuasoma. Kama hauko na Biblia, kaa karibu na aliye na Biblia. Look at your Bible. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Nami kwa ajili ya huo naliwekwa niwe mhubiri na mtume. Nasema kweli, sisemi uongo, mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Bwana alibariki neno lake. Basi twakusihi Bwana kwamba ikakupendeze kunena nasi tena mchana wa leo. Tumekusikia ukinena nasi asubuhi wakati wa maombezi. Umetuonya tena kupitia na mchungaji kuhusiana na kuwa walegevu ama kudunisha ile standard ambayo Bwana ya tarajiwa ya sisi ambao tunakiri kwamba tumeitwa kwa jina lako. Kwa hayo tukushukuru Bwana. Basi ni ombi langu kwamba hata sehemu hii pia Bwana ikakupendeze kunena nasi kupitia na neno lako, kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako na kwa ajili ya manufaa ya kusanyiko lako, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi tumeomba. Mchana wa leo nataka kuwasilisha kwenu, kama unaandika, kichwa cha maongezi yetu mchana wa leo ni kuwaombea watu wote. Pray for all people. Kuwaombea watu wote. Haswa kwa zaidi ya mwezi sahihi, nafikiri ndugu yetu Linux, mchungaji Linux, amewezeshwa na Bwana kutuonyesha vipengee vya Injili na akashughulikia kwa undani sana swala kuu la Kristo Yesu, kwamba Kristo ni Mungu na ni mwanadamu. The person of Christ and his work, his active and passive obedience. But then the question that is left to us, nafikiri juma lililopita alishughulikia hata swala kuu la kufufuka kwake na umuhimu wake kwake Kristo mwenyewe na kwetu sisi ambao tuwaumini. Sasa swali ambalo limesalia ni sasa tuwafanyaje na mambo haya? What then do we do with all this? Now we've known the elements of the gospel. The gospel is about a person. Injili ni kuhusiana na mtu na kazi aliyofanya. Kazi yake kuitii sheria ya Mungu kikamilifu, alafu kuukwea msalaba, kufa na kuzikwa, hatimaye kufufuka, kupaa na ameketi katika kiti cha enzi katika mkono wa kuume wa Baba, akiwa anatuombea kama hata tulivyoambiwa asubuhi ya leo.
So sasa tuwafanyaje na mambo haya? Manake kweli hizi zimetufikia, na nashukuru Mungu maana ametupea neno lake na linakuwa la msaada kwetu, na ndio maana tunaenda kuchangizana kutoka kwa barua hii ya Paulo kwa Timotheo mwanawe. Nikikumbuka hapo awali tuliangalia mlango wa kwanza haswa mstari wa 15 kwamba ili neno la kuaminika kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni na lengo kuu ni kwamba aokoe wenye dhambi. Sasa haya tuyasema kwa sababu katika hali ya kukumbushana, mlango wa 3 mstari wa 15 ndio ulikuwa tumesema ndio kama nguzo ya barua yote hii, ama ukipenda mandhari ya barua hii, kwamba Paulo anamwambia Timotheo kuanzia mstari wa 14, napanga kuja lakini nikichelewa nataka Timotheo uyajue haya, kwamba watu wanatakikana kujibeba vipi katika nyumba ya Bwana, ambalo kanisa la Bwana, ambalo ndio nguzo na msingi wa kweli. Na haya tukayaona kwa undani, na tuliporudi katika mlango wa kwanza ikawa dhahiri kwamba Paulo ameweka msingi mkali, msingi kuhusiana na Injili. Nakumbuka niliyaleta mbele zenu kwamba yako matatizo mengi, yako mambo mengi ambayo Paulo atayashughulikia katika barua hii, lakini nikasema cha msingi kabisa Paulo anaanza na kuweka wazi Injili. Na katika mlango wa kwanza tuliangalia mambo matatu kuhusiana na Injili. Kuanzia mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 11, Paulo anamwambia Timotheo ya kupasa kuilinda, kuigard, ilinde Injili kutokana na walimu wa uongo. Usiruhusu mafundisho potofu ndani ya kanisa, Timotheo. Alafu mstari wa 12 mpaka wa 17, Paulo atawajibika kumwambia Timotheo isherekee Injili, celebrate the gospel, guard it but also celebrate it. It's the good news from our Savior, ambaye amemtaja mstari wa kwanza kwamba he is God, the God who is our Savior. Celebrate the gospel. And how does he do that? Paulo atamkumbusha Timotheo vile yeye alikuwa awali kabla kuokoka, kwamba alikuwa mwenye kulitesa kanisa, alikuwa mfidhuli, sawa sawa, lakini akasema neema na fadhili za Mungu zikamiminika kwake kwa njia ya pekee na ya ajabu, ili kwamba kupiliana naye wengine wakajua kwamba mwenye dhambi yoyote Mungu akipendezewa, kama tulivyoambiwa asubuhi ya leo, akipendezewa kumuokoa humuokoa. Lakini tena sukumizo lingine Paulo alikuwa nalo kwa Timotheo kuhusiana na Injili ni kwamba uitetee Injili. Mstari wa 18 hadi wa 20, itetee katika maisha yako binafsi Timotheo, lakini hata katika kanisa. Wale ambao wamekuwa na kukama kuikana imani, wale ambao wanafunza mambo potofu kina Himeneo, watoe, wapeane kwa shetani, sawa sawa. So Paulo ameweka msingi thabiti kuhusiana na Injili, kwamba Injili lazima tuitunze, Injili lazima tuisherekee, na Injili lazima tuitetee. Maneno ya Yuda haya, mstari ule wa 3, nilitaka kuwaandikia mengi kuhusiana na wokovu ambao tuko nao wote pamoja, lakini nikasukumwa kuwaandikia muitetee imani. So kando na kuisherekea Injili, kando na kuitunza, lazima tuitetee. Sasa basi kwa njia gani tunaitetea hii Injili, ama tunailinda, ama tunaisherekea Injili? Na mlango wa 2 unakuja ukiwa wazi kwamba Paulo anaanza kumwambia Timotheo. Sasa utaenda nami maana tumeingia. Sasa mlango huu nitashughulikia hivyo vifungu 7. Kifungu cha kwanza na cha pili haswa Paulo atasisitiza kwamba yapasa kuombea watu wote, na hayo tutayaangalia kwa undani. Alafu mstari wa 3 na wa 4 Paulo ataonyesha huku kuombea watu wote kuna kuwaje, ina mtazamo ulio mbele ya Mungu kuhusiana na kuombea watu wote.
Je, ni jambo la kumfurahisha Mungu? Alafu kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 6 Paulo atawajibika kuonyesha kwa nini basi tuombee watu wote. Kwa nini tuombee watu wote? Alafu mstari wa 7 na tuwafanya nini kwa sababu ya haya. Hayo ndio mambo ambayo mchana wa leo kwa rehema za Mungu nitawasilisha kwenu. Kwa hivyo twende nami mstari ule wa 1. Na Paulo anasema haya, mstari wa 1 na wa 2. Basi kabla ya mambo yote, nataka ukumbuke tumesema Timotheo wa 1:3-15. Watu watakana kujibeba vipi wanapokusanyika. And what Paul is going to say in summary, katika muktasari. Please pray for people. Pray for all men. When you gather as a church, mnapokuja pamoja kama waumini, kama Wakristo, yawapasa kuwaombea watu wote. Na anaanza kwa kumwambia Timotheo, basi kabla ya mambo yote. Hiyo basi ni kwa sababu yale mambo yametoka kutangulia mlango wa 1. Therefore, I urge, I beseech you. Basi kabla ya mambo yote. First of all, kwa lugha ya Kimombo. First of all haimaanishi kwamba Paulo anasema kwamba tukikusanyika jambo la kwanza la kufanyika ni liwe maombi. Lakini anaonyesha dhahiri kwamba hili ni jukumu ambalo ni la maana, lazima litendeke, lipewe mahali pake. Wakati watu wa Kristo wanapokusanyika, kwanza kabisa Timotheo, kanisa linapokuja pamoja, Timotheo nataka ujue hili la muhimu ambalo ni lifanyike. Hili ni la kwanza Timotheo. Jua hili. Unaweza kuwa unakuwa unashangaa. Ukienda ukisoma Luka 12:1 maneno haya yametumika. Labda tukimbie pale kwa uharaka, utaona Kristo anatumia haya maneno kwamba kwanza. Luka 12:1, wakati huo makutano walipokutanika elfu hata wakakanyagana, alianza kuwaambia wanafunzi wake kwanza. Haimaanishi kwamba tunapokusanyika jambo la kwanza lifanyike ni maombi. Watu wamekusanyika alafu Yesu anageukia wanafunzi wake kwanza, anaanza kuongea na wao kwanza. That priority, that this is a duty that has to be done when people gather. First of all, haimaanishi kwamba ni kuwa ya kwanza kulingana na muda. Waweza weka maombi katikati ya ibada ama mwanzo, haina wasi, lakini lazima ifanyike. So jiulize, umekaa hapo tangia asubuhi, je, umeombea watu wote? Manake Paulo atasisitiza, anasema lazima tuombee watu wote. Alafu Paulo anatumia maneno 4 kuhusiana na maombi. Sasa basi kabla ya mambo yote, nataka dua, sala, maombezi na shukrani. Haya mambo 4 yote yanaelekea katika kwamba ni kuomba. Anataka dua ambayo ni maombi ya kuulizia kwa sababu ya mambo hususan. Sawa, mambo hususan. Anasema dua ifanywe. Alafu sala ambayo ni neno la kijumla la maombi. Alafu maombezi, kuomba kwa niaba ya wengine, kupeleka hoja kwa niaba ya wengine mbele ya Mungu, hilo pia lifanyike. Na shukrani, kumshukuru Mungu kwa ajili ya yale ambayo pengine tulimuuliza, pengine tuliomba na ametupea tayari. Haya yafanyike Timotheo. Paulo anasema